Ikiwa ni bado hali ya sintofahamu inaendelea kwa sababu hali ya taharuki miongoni mwa mashabiki wa Simba pamoja na viongozi kwamba inakuwaje uwanja unabadilishwa, sisi hatufahamu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mchezo wa kwanza tayari umemalizika kwa watu kuchanganyikiwa zaidi kwa sababu wamefungwa, wameweza kupata mshtuko kule Morocco kwa sababu wameweza kufungwa tena na wamechezewa mpira kweli kweli, yani sio Simba ile ambayo tulikuwa tumeizoea na vitu vingine kama hivyo. Lakini all in all, kwa mujibu wa kocha ameelezea kwamba vyovyote itakavyokuwa, mechi popote itakapokuwa, lakini Berkane wajiandae kupokuwa na mechi tofauti kwa sababu hawato kuja kama walivyokuja Morocco, na watakuja kivingine zaidi na watabadilisha mbinu kama mbinu ambazo wanatumiaga katika michezo yote ya nyumbani. Kwa hiyo kama unavyojua Simba haijawahi kufeli sehemu ya swala la kucheza nyumbani. Kwa hiyo tusubiri tuone ni namna gani ambavyo wamejipanga, lakini tulisikia kauli mbalimbali za viongozi kwamba wanajaribu kuwasiliana na viongozi wa CAF kuona namna ambavyo wanaweza kufanya maamuzi ya mabadiliko pengine ya venue na nini, ili kuweza kuwapa fursa pia mashabiki waweze kuingia kwa wingi. Maana uwanja wa Mkapa unaweza kubeba watu zaidi ya 60,000, nafikiri 60,000. Kwa hiyo na uwanja wa Amani ni mashabiki 15,000 tu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wanatakiwa waangalie mapato pia ya serikali na nini, na mapato ya klabu kama mechi kama finali, yani ni mechi ambayo watu wengi walitegemea kuiona. Kwa hiyo sasa ukisema watu waangalie tu kwenye TV na kwa pia haipendezi na nini. Kwa hiyo serikali pia imeingilia kati hili jambo kuweza kufanya ukaguzi maalum kuona namna ambavyo wataweza kufanya ili mechi irejeshwe tena kwa Mkapa. Lakini mpaka sasa hivi sijasikia tamko lolote. Ukiingia kwenye website ya CAF utakuta tu venue ni ile ile ya Amani Stadium. Kwa hiyo